Katika siku ya mwisho ya wazazi wa mbinguni, mama yetu wa mbinguni alituuliza jambo fulani hasa. Kwa kuwa ninyi nyote mlimsikiliza mama, mtajua jibu. Mama alituomba nini? Samahani, tafadhali nisamehe kwa kuwa kipofu kwa maumivu yote uliyoshikilia ndani yako. Kama vile maneno yanavyosema, mama alituomba tunyenyekee. Mama alituambia tuangalie maisha yetu ya nyuma kuona ikiwa tunatenda kwa kujitegemea na kuwaumiza kaka na dada zetu, badala ya kuwafikiria ingawa tuko katika ukweli. Inaonekana kwamba mara nyingi tunaumiza hisia za kaka na dada zetu bila kujua, na tunawapa maumivu bila kukusudia. Bila shaka itakuwa vizuri ikiwa hisia zao haziumizwi. Ingawa muumini anasema jambo linaloweza kumuumiza mwingine, ikiwa msikilizaji hajisikii vibaya bali analikubali kwa njia nzuri, litaleta matokeo mazuri. Walakini asili yetu ya kibinadamu ni dhaifu na hafifu, hisia zetu zinaweza kuumiza kwa urahisi. Fahari yetu inaumizwa hata na jambo dogo ambalo tunaweza kulicheka. Haya yote yanasababishwa na toba yetu isiyo kamili. Ikiwa tumetubu kabisa, hatutaumizwa na jambo dogo. Mama alituamsha kwa hili kwa mara nyingine tena. Baba na mama yetu wa mbinguni ni Mungu aliyejulisha mwisho tangu mwanzo, alikuwepo tangu milele na atakuwepo hadi milele. Wanatujua vizuri zaidi kuliko mtu yeyote na watatuongoza hadi mwisho. Miaka 2000 iliyopita, Yesu alitufundisha kwamba kila neno la Mungu ni uzima wenyewe na uzima wa milele. Tunaumiza hisia za kaka na dada zetu kwa ajili ya raha na kuridhika kwetu wenyewe. Kupitia neno la mama ambalo ni uzima wa milele, tunalitambua hilo. Pia, kupitia video yenye kichwa Jangwa la Imani, tulitubu kwa kunung'unika na kulalamika, na kwa kweli tulitubu kwamba hatukutoa shukrani kwa Mungu. Leo tujiangalie nyuma tena na tutoe shukrani kwa Baba na Mama wa mbinguni. Baba na Mama, asanteni sana kwa kuturuhusu kutazamia mbinguni. Asante sana kwa kutusamehe dhambi zetu nyingi tulizozitenda mbinguni. Asante kwa kutukomboa kutoka mauti tunayostahili. Je, hamkuona ramani ya jangwa kwenye video? Ni umbali gani kutoka Misri hadi Kanaani? Ni takribani 300 kilomita. Urefu wa kilomita 300 ni ngapi? Ni umbali kutoka Seoul hadi Daegu. Kwa maoni yangu, inaweza kuchukua siku 4 au 5 kutoka Seoul hadi Daegu ikiwa tunatembea kwa udhabiti bila kupumzika. Hata hivyo, ikiwa tukitembea kwa starehe, tukipumzika, kupika na kula na kulala, basi itachukua siku 7 au 10. Basi kwa nini Mungu aliwaacha Waisraeli watembee umbali mfupi hata kwa miaka 40? Tunahitaji kuelewa hili. Kitabu cha Kumbukumbu cha Torati kinasema nini? Ilikuwa kuwanyenyekeza. Nini kilitusababisha tutende dhambi na kufukuzwa kutoka mbinguni? Ni kwa sababu tulikuwa na kiburi. Kulingana na Isaya sura ya 14, nyota ya asubuhi, mwana wa mapambazuko, akawa na kiburi sana. Kiburi chake kilimpeleka kwenye uovu, akiinua kiti chake cha enzi juu ya kiti cha enzi cha Mungu.
Hivyo Mungu akamfukuza kutoka mbinguni ile nyota ya asubuhi, mwana wa mapambazuko. Mungu aliushinda uasi wake. Wakati huo, wale malaika waliohusika katika uasi huu hata bila kukusudia walitupwa duniani pia na kukaa hapa wakiwa na ufanano wa binadamu. Kupitia hadithi hii pia tunaweza kujifunza kwamba lazima tusiwe na kiburi kamwe. Pia Mama wa mbinguni anatuambia, wachungaji watumishi, fanyeni huduma kwa upendo. Ili kudhamini upendo, kwanza lazima tuwe na nia ya kujinyenyekeza. Katika kitabu cha Kumbukumbu, Mungu alisema, kumbuka jinsi Bwana Mungu wenu alivyowaongoza katika njia yote katika jangwa kwa miaka hii 40 kukunyenyekeza. Haya ni maneno Mungu alionena kwanza katika sura hii. Mungu alisema ilikuwa kuwanyenyekeza. Hamko katika nafasi mnayoweza kujivunia. Ninyi kwa asili ni wenye dhambi. Huwezi kujizuia kuwa mnyenyekevu. Litambue hili na uwe mnyenyekevu. Mungu alituruhusu tulitambue hili kupitia maisha ya jangwani. Kwa sababu tulitaka kujiweka juu zaidi kuliko wengine, tuliumizwa na wengine na hatukuwasikiliza wale waliotuambia kwa faida yetu, bali tulipotosha yale waliosema na kuhisi kutopendezwa. Tuliyaona maneno haya kwa ajili yetu kama maudhi na miiba, nasi tukawa na sura ya huzuni. Kwa kweli, tuliwapa wengine maumivu kwa raha zetu wenyewe. Mama wa mbinguni alituamsha ili tujione kupitia maisha yao ya miaka 40 ya jangwani. Na kisha Mama akatuambia tuseme samahani sisi kwa sisi. Mama alituambia kwamba kaka na dada zetu wengi waliopotea walitubu na kurudi wakati tukijinyenyekeza kweli. Leo hebu tuchukue muda kujifunza neno la Mungu chini ya somo, ufalme wa mbinguni na toba ni za lazima kwa kila mmoja, tukithibitisha mapenzi ya Baba na Mama wa mbinguni wanaotaka tunyenyekee. Ili tuweze kwenda mbinguni ni lazima tutubu dhambi zetu. Pasipo toba hakuna anayeweza kuingia Kanaani ya kiroho. Kwa nini Mungu aliwanyenyekeza Waisraeli na kuwasababisha waone njaa? Haikuwa kwa sababu Mungu hakuwa na nguvu. Ilikuwa kwa sababu Mungu alitaka kila kitu kiende vyema mwishowe. Mungu alitaka kutubariki kwa vitu vyote mwishoni. Biblia inasema kwamba upendo mkuu wa Mungu ulikuwa katika mchakato huo. Ninajua wanafamilia wetu wengi wa Sayuni wana amani wao kwa wao na hawasemi kwa jeuri wala kuumiza hisia za wengine. Walakini ikiwa unaumiza hisia za wengine kwa sababu haukuelewa nia yao, ingawa ni jambo dogo, hebu tuwaambie samahani na tutatue mambo yote. Nitadhamini unyenyekevu wenu. Ufalme wa mbinguni na toba vina uhusiano usiotengeka. Katika Mathayo sura ya 4 pia Yesu alisema, tubuni kwa kipi umekaribia. Kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa kuwa ufalme wa mbinguni ukaribu, lazima tutubu. Baada ya kutubu, sote tunapaswa kutoa shukrani kwa Mungu kama watu ambao uraia wao ni mbinguni. Tuendelee na Wafilipi sura ya 3 mstari wa 19. Inasomeka hivi: mwisho wa watu hao ni maangamizi, Mungu wao ni tumbo, na utukufu wao ni aibu, na mawazo yao yamo katika mambo ya dunia. Lakini wenyeji wetu uko mbinguni, nasi tunamngoja kwa shauku Mwokozi kutoka huko, yaani Bwana Yesu Kristo, atakayeubadili mwili wetu wa unyonge, ili upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitisha vitu vyote chini yake.
Miili yetu ya hali ya chini inapobadilika kuwa kama mwili wa utukufu wa Mungu, mawazo yetu yote mabaya, imani potofu, nia zilizopotoka, lazima zibadilishwe pamoja na kugeuzwa kwetu. Muonekano wetu wa nje hauwezi kubadilika wakati utu wetu wa ndani bado ni wa kidunia. Lazima tubadili utu wetu wa ndani haraka. Yesu alituambia tufanye nini kwa sababu ufalme wa mbinguni umekaribia? Alituambia tubuni. Mama wa mbinguni alitujulisha njia ya kutubu kupitia siku hii ya wazazi wa mbinguni. Je, hajatuonyesha kwa kusema samahani, samahani sana na asante? Pia tunahitaji kukubali msamaha wa wengine kwa kusema ni sawa au hamna shida. Mtu anapokuomba msamaha, vipi ikiwa unasema kwa nini ulifanya jambo ambalo utasikitika baadaye? Ni lazima sote tusafishwe. Hatupaswi kujitengenezea ugumu wakati wengine wanasafishwa. Baba na Mama wa mbinguni waliwafundisha waumini wetu wote wapendwa wa Sayuni kubadilika kuwa wazuri zaidi na zaidi kama watu ambao uraia wao ni mbinguni. Tunapoweka mafundisho yote tuliyopewa pamoja, hatimaye tunaweza kuelewa ni mpendane. Mpendane. Upendo una maneno samahani na asante. Ndiyo maana Yesu alisema, amri mpya ninawapa, hii mpendane. Hata katika nyakati hizi, Mungu alituambia tufanye vivyo hivyo kwa kutuambia, ufalme wa mbinguni umekaribia. Mungu alitujulisha yale tunayopaswa kufanya wakati huu. Sasa kaka na dada zetu wanajinyenyekeza wakisema, samahani. Tafadhali nisamehe kwa kuwa kipofu kwa maumivu yote uliyoyashikilia ndani yako, na kujishusha ili kuyeyusha baridi kali kutoka mioyoni mwa waumini wengine. Ninakuja kufikiri kwamba wakati wa unabii ambapo sote tutabadilishwa kuwa viumbe wa milele wa mbinguni umekaribia sana. Tuangalie Yohana sura ya 13 mstari wa 34. Amri mpya nawapa. Ni nini? Mpendane. Mtu anaposema samahani, tafadhali nisamehe kwa kuwa kipofu kwa maumivu yote uliyoyashikilia ndani yako, usimchome kwa kusema, nani alikuambia ufanye jambo ambalo ungesikitika? Kupendana ni nini? Katika kisa hiki, ukisema ni sawa, nasikitika kuwakandamiza kwa taabu, si ndiyo njia ya kupendana? Mungu alisema, kama mimi nilivyowapenda ninyi, vivyo hivyo nanyi mpendane. Kama mkipendana ninyi kwa ninyi, kwa njia hii, watu wote watajua kuwa ninyi ni wanafunzi wangu. Watu watajua mara moja tumejifunza upendo kutoka wapi. Kila mtu, sikilizeni. Nani alikuambia kusema samahani mara nyingi? Mama yetu, sivyo? Tukitumia hii katika maisha yetu ya kawaida, watu watafikiri, nina uhakika kwamba watu hao wanatoka katika kanisa la Mungu. Hakutakuwa na watu wengine watakaotumia maneno hayo mazuri isipokuwa watu wa kanisa la Mungu. Watu ulimwenguni watakubali hilo, nao watatutambua hivyo. Mungu alisema, hivyo watu wote watajua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana. Ni kwa sababu utamaduni na mazingira ya aina hii ni vigumu kupata ulimwenguni. Watu wote ulimwenguni na watu ambao wamekuja Sayuni wanatuchukulia kama malaika. Kwa kuwa wanatusikia mara kwa mara tukisema samahani, wao pia wanatambua kwamba kuna watu wengi wanaowasikitikia. Kwa namna hii, inatupasa sote kutubu mmoja baada ya mwingine. Hivi ndivyo Sayuni yetu inavyopaswa kuwa. Mungu ametujalia fundisho hili zuri.
Bila shaka tunafurahi kwa kuwa tuna mama. Kwa mara nyingine tena nimehisi kwamba kwa sababu tunasikia fundisho la aina hii kutoka kwa mama katika Sayuni, Sayuni inaweza kubadilishwa kuwa nzuri. Amri katika Yohana sura ya 13 mstari wa 34 na upendo inahusiana na Pasaka pia. Amri mpya inaonyeshwa kama agano jipya, sivyo? Katika Injili ya Luka imeelezwa kama agano na Injili ya Yohana kama amri, lakini agano na amri kimsingi ni sawa. Amri mpya ni agano jipya. Ni siku gani agano jipya lilitangazwa? Kwenye Pasaka, sivyo? Tukiangalia Pasaka kwa uangalifu, tunaweza kuona upendo mtakatifu wa Mungu ndani yake. Wazazi wetu wa mbinguni wamekuja hapa duniani kutoka mbinguni, wakiwacha utukufu wao wa mbinguni nyuma, nao wameuanzisha ukweli uitwao agano jipya. Walirarua miili yao na kutupatia sisi, na pia walimwaga damu yao na kuturuhusu tuinywe ili kutuokoa. Tunakunywa kikombe kimoja cha divai na kipande kimoja cha mkate, tunashiriki sio mkate na divai tu. Hiyo ni mwili na damu ya Baba na Mama yetu wa mbinguni ambao umetolewa kwetu kwa njia ya upendo na dhabihu yao kuu na takatifu. Sababu ya Mungu kuanzisha ukweli huu wa thamani wa agano jipya, Pasaka, ilikuwa kwa sababu alitaka tukumbuke jinsi alivyomwaga damu yake kwa ajili yetu na ni dhabihu ya aina gani aliyolipa ili kuokoa maisha yetu. Hivyo ni lazima tusichukue mkate na divai tu na kushangilia kwa ajili ya wokovu wetu tu. Ili kuokoa maisha yetu, Mungu alijidhabihu. Tunapaswa kuelewa upendo wa Mungu uliofafanuliwa katika Pasaka. Tumejifunza upendo wa Mungu, hivyo sisi pia tunapaswa kutoa upendo kwa kaka na dada zetu. Tufungue 1 Yohana sura ya 4 mstari wa 7. Wapendwa, tupendane. Katika ulimwengu huu kuna mambo ambayo ni ya Shetani na mambo ambayo ni ya Mungu. Miongoni mwao, bila shaka, upendo ni wa Mungu. Wapendwa, tupendane kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Kila mtu mwenye upendo amezaliwa na Mungu, nao ni wale wanaomjua Mungu. Katika 2 wa Thesalonike sura ya 1 inasema Mungu atakapokuja kuhukumu ulimwengu huu katika mwali wa moto, Mungu atawafanya nini wale wasiomjua Mungu? Mungu atawaadhibu watu hao. Wale wanaomjua Mungu ni wale ambao wameutambua upendo wa Mungu. Kwa kuwa tumeutambua upendo wa Mungu, lazima sote tufikie kiwango ambacho tunaweza kushiriki upendo huo na waumini wetu wa Sayuni. Hili ndilo Mungu analotuambia. Tuendelee na mstari wa 8. Yeye asiyependa. Wanaweza kumjua Mungu katika maarifa, lakini Biblia inasema bado hawamjui Mungu. Wanakubali kwamba yeye ni Mungu kwa sababu alikuja kulingana na unabii na akatuletea Pasaka ya agano jipya. Lakini mioyoni mwao, katika DNA zao, katika seli zao, Mungu bado hajaandikwa. Yeye asiyependa hamjui Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni pendo. Kila mtu, DNA ya mitokondria ina jukumu muhimu kwa maisha ya watoto nyuma ya tukio, na DNA hiyo hupitishwa kutoka kizazi hadi kizazi. DNA ya Mungu ni upendo. Kwa kuwa DNA ya Mungu ni upendo, ikiwa sisi ni watoto wa Mungu, lazima turithi DNA ya Mungu, upendo. Lakini vipi kama haturithi DNA ya Mungu, yaani upendo? Vipi kama hatujui jinsi ya kujidhabihu bali tunawapa wengine maumivu na kujaribu kuwa juu zaidi kupitia maumivu hayo?
Sisi ni watoto wa Mungu na sote tuna DNA ya Mungu. Hivyo tunapaswa kushiriki upendo wa Mungu aliyejitoa kuwa dhabihu badala yetu, pamoja na watu watakaokuja Sayuni. Mungu ni pendo. Hasa zaidi, DNA ya Mungu ni upendo. Mstari wa 9 unasema, hivi ndivyo Mungu alivyoonyesha pendo lake kwetu, Mungu alimtuma mwanawe wa pekee ulimwenguni ili tupate nini? Uzima kupitia kwake. Mungu alijidhabihu ili kutufanya tuishi. Mstari wa 10 unasema, hili ndilo pendo, si kwamba tulimpenda Mungu. Tulikuwa hatujakomaa, tulitenda dhambi mbinguni na tukafukuzwa hadi duniani. Tulikuwa na dhambi nyingi kuliko upendo. Hatukuweza kuona upendo wa Mungu kwa macho yetu ya dhambi. Hili ndilo pendo, si kwamba tulimpenda Mungu, bali yeye nini? Alitupenda. Hatukumpenda Mungu. Badala yake, tulimsaliti Mungu nasi tukafukuzwa hadi duniani. Ingawa tulikuwa wenye dhambi, Mungu alianzisha DNA ya upendo wake. Kamwe hakusema ametuchukia. Alikuja katika dunia hii akivaa mwili kwa mara nyingine tena ili kutupa nafasi ya kutubu. Mungu amekuwa akiongoza Sayuni hadi leo, akipitia awamu za maisha ya kibinadamu: kuzaliwa, uzee, ugonjwa na kifo, kwamba kila mtu anatakiwa kuteseka. Sisi ndio ambao tulipaswa kusema samahani, lakini badala yake Mungu anasema samahani kwetu sisi wa dhambi. Mama anaporudia kuomba msamaha tena na tena kwetu, kwa kweli kama wenye dhambi hatujui la kufanya. Tuangalie mstari wa 10 tena. Hili ndilo pendo, si kwamba tulimpenda Mungu, bali yeye alitupenda akamtuma mwanawe ili yeye awe dhabihu ya upatanisho kwa ajili ya dhambi zetu. Wapendwa, kwa kuwa Mungu alitupenda sisi, imetupasa sisi pia nini? Yatupasa kupendana. Ikiwa bado tunashikilia chuki kidogo, hebu tukiondoe. Mungu ametusamehe dhambi zetu zote nzito. Hivyo ni lazima tusifanye tendo la kipumbavu la kuhifadhi hisia za chuki zinazodumu kwa waumini wetu kwa yale wanayosema au kufanya, hata kama ni jambo dogo. DNA ya Mungu ni upendo na tumerithi DNA ya Mungu ya upendo. Ili kutekeleza upendo wa Mungu, tunapaswa kuwaongoza kaka na dada zetu kwa upendo, tukijinyenyekeza hata zaidi, kwa kuwa wameishi katika ulimwengu huu wa dhambi kwa muda mrefu na bado hawaelewi ukweli kikamilifu. Ili kuwa mtu mwenye upendo, tunahitaji kujinyenyekeza. Tusipokuwa wanyenyekevu, hatuwezi kuwapenda wengine. Watu ulimwenguni wanajivunia na kujionyesha wakisema, "Je, unajua mimi ni nani?" Wanafikiri watu watawakazia uangalifu wakifanya hivyo. Walakini njia ya Mungu ni tofauti. Biblia inasema Mungu aliwaacha Waisraeli watangetange jangwani kwa muda wa miaka 40, akiwanyenyekeza na kuwasababisha waone njaa ili mwishowe wapate heri. Mungu alifanya aina hiyo kwa njia ya kimwili. Basi vipi kuhusu njia yetu ya kiroho? Ni vile vile. Tunapaswa kufuata njia ambayo Mungu ametufanyia. Wale ambao hawataki kwenda mbinguni ni wenye kiburi, wasio na shukrani na wananung'unika na wanachochea watu wakisema, "Twende zetu tena Misri." Walakini wale wanaoelewa mapenzi ya Mungu kweli watakuwa wanyenyekevu zaidi, wakisema, "Tuliteseka sana huko Misri, lakini sasa hatutateseka tena."
Ni lazima tuwe na shukrani iliyoje kwa Mungu. Zaidi ya hayo, Mungu ametuahidi nchi itiririkayo maziwa na asali. Sasa tunatembea jangwa la imani. Tunafuata njia ile ile ambayo Waisraeli walitembea. Hata Mama yetu wa mbinguni anatuambia samahani kwanza. Haijalishi Mama wa mbinguni anatuambia nini au kututendea nini, yeye hana haja ya kuomba samahani kwa hilo hata kidogo. Ni sisi tuliotenda dhambi mbinguni na kutupwa chini duniani. Hivyo hata kama tunamwambia Mama samahani wakati wote, hiyo haitoshi. Sisi watu wa Sayuni tunaweza kuelimishwa kikamilifu tunapompa Mungu utukufu wote, kama vile ilivyoandikwa katika Isaya sura ya 60. Wewe ndiye unayepokea utukufu kwa ajili ya hili, Baba na Mama. Mnastahili kusifiwa kwa hili pia, Baba na Mama. Tunapotoa utukufu na sifa zote kwa Mungu, DNA ya upendo inapoamka kutoka usingizini na kufanya kazi, ndipo Mungu atatubadilisha tuvue hema la miili yetu na tuvae makao ya milele ya mbinguni. Kaka na dada, Baba na Mama yetu wanataka tuishi kwa raha katika ufalme wa mbinguni milele kwa furaha, na sio katika dunia hii iliyojaa mateso. Kulingana na 1 Yohana sura ya 4, tumerithi DNA ya Baba na Mama yetu ambayo ni upendo. Kwa kuwa tumerithi DNA ya Mungu iitwayo upendo, tunapaswa kuamsha upendo wote unaolala. Kwa hili tunahitaji daima kuambiana samahani. Tafadhali nisamehe kwa kuwa kipofu kwa maumivu yote uliyoyashikilia ndani yako. Ndipo Sayuni yetu itakapokuwa nzuri zaidi. Tuangalie 1 Yohana sura ya 4 mstari wa 11. Marafiki wapendwa, kama Mungu alivyotupenda sisi, imetupasa na sisi kupendana. Hakuna mtu yeyote aliyemwona Mungu wakati wowote. Lakini tukipendana, Mungu anakaa ndani nani? Upendo wa Mungu huishi ndani yetu na pendo lake limekamilika ndani yetu. Tunajua kwamba twakaa ndani yake na yeye ndani yetu, kwa sababu ametupa sisi sehemu ya Roho wake. Tunaposoma mstari wa 13 kwa uangalifu, tunaweza kuona jinsi maneno hayo yalivyo mazuri. Nasi tumeona na kushuhudia kwamba Baba amemtuma mwanawe ili awe mwokozi wa ulimwengu. Kila akirie kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, basi Mungu hukaa ndani yake naye ndani ya Mungu. Hivyo nasi twajua na kulitumainia pendo la Mungu alilo nalo kwa ajili yetu. Mstari unaofuata unasema nini? Mungu ni upendo. Kila akae katika upendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Kwa njia hii, pendo hukamilishwa miongoni mwetu ili tupate kuwa na ujasiri katika siku ya hukumu, kwa sababu kama alivyo ndivyo tulivyo sisi katika ulimwengu huu. Katika pendo hakuna hofu, lakini pendo lililo kamili huitupa nje hofu, kwa sababu hofu inahusika na adhabu. Kila mwenye hofu hakukamilika katika pendo. Twampenda yeye kwa sababu yeye alitupenda kwanza. Ikiwa mtu atasema nampenda Mungu lakini anamchukia ndugu yake, yeye ni mwongo. Kwa maana kila mtu asiyempenda ndugu yake ambaye anamwona, atampendaje Mungu asiyemwona? Naye ametupa amri hii, yeyote anayempenda Mungu lazima pia ampende ndugu yake. Kuna maneno mazuri sana, haijalishi tunayasikia au kuyasoma mara ngapi. Upendo tulio nao si kitu cha kufahamu au cha kimawazo. Mungu ameweka DNA yake ndani yetu. Tumerithi DNA ya Mungu. Walakini haifanyi kazi, lakini inabaki imelala. Tunapaswa kufanya nini ili kuziamsha? Tunapaswa kujinyenyekeza na kusema sisi kwa sisi, samahani, asante, mara nyingi iwezekanavyo.
Kisha mitokondria iliyolala ya upendo inaamka na kufanya kazi kwa bidii. Inaendelea kuongezeka kwa idadi. Wanasayansi wa kitiba wanasema tunakuwa na afya njema idadi ya mitokondria inapoongezeka katika mwili wetu. Kweli? Ndivyo ilivyo na afya yetu ya kiroho. Tunakuwa na afya ya kiroho kama mitokondria ya kiroho inapoongezeka na kuwa hai ndani yetu. Mungu alijidhabihu kwa ajili yetu. Alijitoa mwenyewe kwenye mateso bila kutafuta furaha yake mwenyewe ili atukomboe kutoka kwenye dhambi. Sisi sote tuna DNA ya upendo ambayo tumerithi kutoka kwa Mungu. Kama washiriki wa familia ya mbinguni, hebu sote tuwapende kaka na dada zetu na tuisonge mbele siku ya kwenda mbinguni. Je, unataka kutembea njia ya muda wa miaka 40 ambayo tunaweza kumaliza kwa siku 10 tu? Katika jangwa hili la kiroho, mara nyingi tunashindwa kujinyenyekeza na kutaka kujiinua kwa kiburi. Ndiyo maana Mungu hawezi kutupeleka mbinguni sasa hivi ingawa anataka. Hatuwezi kuingia mbinguni hadi tutakapotakaswa na kubadilishwa. Hivyo Mungu bado anatupa wakati kwa ajili ya hilo. Kama tungetakaswa kabisa na kubadilishwa, tungekuwa tayari tumeenda mbinguni. Haikuwa umbali mrefu kutoka Misri hadi Kanaani. Sisi sote tunataka kwenda mbinguni haraka iwezekanavyo. Hebu tuamshe DNA ya upendo ndani yetu. Kwa kufanya hivyo, hebu tufanane na ufikirio na dhabihu ya baba na mama na tuwaongoze watu wote kwenye toba yenye nguvu ya DNA ya Mungu. Natumaini kwamba ulimwengu mzima utajazwa na nguvu ya DNA ya Mungu. Sasa hebu nihitimishe mahubiri ya leo. Asanteni sana.